akabaki kwenye machozi mengi. Lakini maandiko yanasema kwamba Yesu alipomwona akamwonea huruma. Yesu akamwonea huruma, maana Mungu wetu ni Mungu wa huruma. Kila mara Mungu hajawahi furahi mwanadamu akiteseka. Na hata kama mateso yako imeletwa na maovu yako mwenyewe, yenye wengine wanadamu wakikuangalia watasema ni shauri yake, lakini mwana wa Adamu hajawahi furahi mwanadamu akiteseka. Ni maana maandiko yanasema kwamba akamwonea huruma. Alipomwonea huruma akamwongelesha kwanza. Nataka usikilize haya. Alipomwonea huruma, maandiko yanasema kwamba kuna watu wengi walikuwa wamekusanya, walikuwa wanaenda kwenye funeral procession. Sijui ilikuwa ni kanisa gani, lakini walikuwa naimba wakiwa wamepanga line, wanaelekea kaburini. Mambo yake ilikuwa imekwisha. Walikuwa naomba, walikuwa naomboleza na kucheza cheza, wakisema kwamba ni mwisho wa kijana wako. Kwa hivyo walikuwa kwa procession, walikuwa kwa style ya kutembea wakielekea kaburini. Yaani hali yao ilikuwa imetiwa muhuri yenye hakuna mwanadamu angeweza kuondoa. Kuna hali mwanadamu tunapitia ambayo hata wewe unajua ya kwamba hali yako imepigwa muhuri yenye hakuna mwanadamu. Yohana akalia, maana maandiko yanasema kwamba aliona kitabu imeandikwa ndani na nje na ikapigwa muhuri, na maandiko yanasema ya kwamba akauliza, ni nani atakayefungua kitabu hiki na kuondoa mihuri iliyofungwa nayo? Na Biblia inasema kwamba hakuna mwanadamu juu mbinguni, hapa duniani, hata chini ya dunia, yani kuzimu, aliye na uwezo wa kufungua kile kitabu na kuondoa mihuri aliyotumika kuifunga. Na Yohana akalia kwa machozi mengi. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utukufu kwa Yesu. Amen. Andiko linasema ya kwamba Yesu akamwona mama huyu. Walikuwa watu wengi wakiwa wanaelekea kwenye kaburi, na verse 13 nasema ya kwamba Yesu akamwambia. Haijasema kwamba Yesu akawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi walikuwa pale na walikuwa wamesongamana katika procession, na wengine walikuwa wanalia kujifanya, wanaitwa professional mourners. Wanalia ni kama walifundishwa kulia, lakini Yesu akaangalia macho yao na akaona hawa katikati yao ndio wana mayowe, lakini mtu mmoja peke yake ndiye analia. Maandiko yanasema hakusema hakuwaambia, bali alimwambia mama ambaye alikuwa amepoteza mtoto. Wote nikwambie mpendwa, munaweza kuwa wengi mliozaliwa kwenye boma, munaweza kuwa wengi wenye mnafanya kazi fulani, lakini kilio cha mwanadamu inabakingi ni yake mwenyewe. Yes. Ndiyo maana Sulemani akasema ya kwamba mwanadamu akitabasamu anaficha machungu yaliyo ndani. Kuna watu wengi wakikutana pamoja wanacheka cheka, lakini wakitengana mtu anabaki analia akiwa kwenye chumba chake. Na ndiyo maana nakuambia, hata unapopita kwenye barabara, nataka nikuambie mpendwa, mateso ya mwanadamu inabaki yake. Hakuna siku hata yule mnayetembea na yeye pamoja, ambaye ni rafiki yako, atalia pamoja nawe jinsi unavyolia. Ndiyo maana uamuzi wa kwenda kwa Yesu ili kuweza kupata faraja
mtu anafanya uamuzi peke yake. Kuna watu wengi wanalia katika mji huu. Ninahisi katika moyo wangu ya kama kuna wanadamu wengi wanalia katika mji huu wakitambaa, lakini Mungu wa amani ametuleta kwa muda mchache ili tuweze kuwa jawabu ya kilio chako kwa jina lako Yesu. Amen. Yesu akamwambia ya kwamba usilie. Kuna aina at least 2 ya vilio. Kinachofanya mwanadamu kulia, kuna watu ambao wakilia wana release ile uchungu iko ndani mwao. Mtu amemtukana, akamwambia kitu kibaya, anasikia imemuumiza, anaanza kutoa machozi, akijua kwamba baada ya kulia huenda hali yake itatulia. Na wengi wakishalia wanarudi sawa, hata kama kuna mtu alimtendea mabaya. Hiyo ni aina ya kwanza ya kulia. Lakini kuna aina ingine ya kilio yenye ilipata mama wa Naini, inaitwa kilio ya ukosefu wa tumaini. Yaani mwanadamu anajikuta analia kwa sababu ameangalia hiyo hali yenye anayapitia, hakika hakuna tumaini. Anajua amesign death sentence na anajua ya kwamba hali yake haiwezi kubadilika. Mama huyu mtoto wake akafa, na ni mtoto peke yake, na bwanake pia alishakufa. Akabaki ana kilio na machozi mengi, maana aliangalia hiyo hali akajua ya kwamba hali hii yangu haina suluhisho. So analia kwa ukosefu wa tumaini. Leo hii katika mji huu kuna watu wana machozi mengi kwa sababu ya hali yao ambao wamejaribu wawezavyo kama wanadamu, lakini wameona hakika hawawezi. Wamebaki na kilio wakijua kwamba wacha nilie nikingoja mauti yangu. Nataka nikwambie mpendwa, usilie ukingoja mauti, maana kuna tumaini ndani yake Yesu Kristo. Yale yasiyowezekana na mwanadamu, Yesu Kristo anaweza. Amen. Ndio anaweza. Wiki 2 imepita, mama akapiga simu, nikaona namba yenye sijui. Akasema msichana wangu ako form 4 na kwa nafasi moja akiwa ako katika hali yao ya wasichana. Ilikuwa ni mwezi wa Januari ikiisha, Februari ikianza mwaka huu. Jinsi alivyokuwa katika hali ya wasichana, jinsi hali hiyo ilivyoanza Februari ikianza, haijakoma mpaka mwezi wa Mei. Wakasema wametembea kwenye hospitali sio mbali, ni hapa Juja. Wamefanyiwa scanning, wakaambiwa hawaoni shida. Wakasema pengine ni hormonal imbalance. Na wakawaambia, ni daktari anasema sio mimi, lakini daktari akisema kwamba lakini hata hivyo hormonal imbalance tena kama wiki 2-3, lakini hii yenye imeenda kwa miezi sio kawaida. Lakini kwa kipimo yetu yote kama daktari, kila kitu iko sawa tu, lakini damu inamwagika. Ikafika wakati msichana hangeweza kusimama. Sasa ameisha nguvu, macho yamegeuka, yamekuwa yellow, damu imeisha. Kama mzazi utafanya nini katika hali kama hiyo? Mzazi akabaki analia na msichana wake analia. Sasa hatujasoma hii kwa maandiko, na kwambia hali yenye kwa hapa juu jaa, yaani vile watu wa Biblia
walikuwa wanakosa tumaini katika hali yao. Hata leo kuna watu wengi wamekosa tumaini, lakini ndio maana Yesu ametutuma tufike mahali hapo. Amen. Mama akachukua simu akasema ya kwamba amepewa namba yake na mtu hapa Ruiru, mwambie kuna mchungaji Ruiru na hata kukusaidia. Hawali sio mimi ninawasaidia, lakini Yesu aliyekaa ndani yetu ndiyo anawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Well, kwa maana siku anajua ni nani na siku nitapata wakati wa lini nikaenda kumuona, nikamwambia kwamba Yesu aliye ndani mwangu anaweza pitia hewa tukiongea kwenye simu na akakuguze pale na akakuponya. Nikamuuliza, je, umeokoka? Akasema hapana. Nikimwambia tutaanza pale, maana wokovu unakujanga set. Wakati mwanadamu amepokea wokovu, inakujanga na uponyaji, inakujanga na ukombozi, inakujanga na kuinuliwa. Haleluya. Amen. Kumhubiria dakika kama 20 kwenye simu, alafu nikasema sasa, kwa maana umekubali, nikamwombea wokovu akiwa Juja nikiwa Ruiru. Akasema ya kwamba amehisi tunapoombea wokovu kuna kitu kimemguza na ajui ni nini. Nikamwacha leo, nikaongea na ile hali iko ndani mwake, nikamwambia sasa, kwa maana huyo ashakubali Yesu, sasa achana na yeye na ukaondoka katika mwili wake kwa jina lake Yesu Kristo. Na nikamwacha, alafu nikampigia baada ya dakika kama 5, nikasikia analia. Akasema, unalia? Anasema, baada ya maombi nikasikia tu nalia na sijui kwa nini. Nikamwambia kwamba basi ninajua sababu nalia, maana kuna nguvu zimekuguza na wewe umepona. Nikamwacha hivyo. Kesho asubuhi nikiwa ofisi, nimeanza kufanya kazi saa 2:30, naona namba ya huyo sasa ni msichana wake. Sasa nilipochukua simu, msichana nikachukua simu na nikasikia analia kwenye simu, akiwa kule nikiwa huko. Akaniambia, kwa mara ya kwanza kwa miezi 4 usiku na mchana nimeamka kitandani mwangu kama sina damu inanitoka. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Mimi kama ningekuwa wewe ningeshamshangilia Yesu, maana ni muujiza yake. Amen. Amen. Lakini nikamwambia sasa, tafuta nafasi uje kanisani ukashukuru Mungu, ukatoa shule. Well, msana hangeweza kwenda shule kutoka February. Friday iliyopita alikuja kanisani. Kuna baadhi wale nilipata nikiwa na watu wawili kwenye kanisa siku ya Friday. Wakasema tumekuja ili sasa uombee msichana aende shule, maana amepona. Kanisa, Bwana asifiwe. Lakini maandiko inasema mahali pasipo na tumaini mbele za mwanadamu, Yesu Kristo analeta tumaini. Amen. Hivyo hata hapa Kitambaa nasema, wakati mwanadamu analia, kuna wakati watu wanakuzingira, wanatembea na wewe, unafikiria uko sawa. Ukienda kutafuta Mungu anakuambia hapana, wakati wa Mungu haijafika. Wanasema kwamba haijafika saa ya kuokoka, haijafika saa kwenda. Bado unaweza tembelea huyu mganga na huyu mchawi, alafu baadaye Mungu atajaribu baadaye. Lakini wacha nikwambie mpendwa, hakuna mtu duniani aliye specialize kwa kusaidia watu waliokosa tumaini. Nilipokuwa naombea watu wapendwa wa hapa, nikiwa najiandaa kuja kutamka neno hili, nikaona watu wengi wana vilio, wengi wanalia. Nikasikia kilio cha wamama wengi, nikasikia vilio vya wazazi wengi na vijana kwenye masikio yangu. Nikasikia watu kama wanaumwa na tumbo, yaani mama anaumwa na tumbo kwa sababu ya utungu, akiona kile kinafanyikia mtoto wake, mume wake na watu wa karibu na yeye. Na ndiyo maana akanambia nikuje niwaambie
wasilie, lakini wapige hatua, waruhusu Mungu akaguze hali yao. Biblia inasema kwamba wakati Yesu alikuwa anatembea, akamwambia msichana mama ya kwamba usilie, na kusimamia pale, akapiga hatua, akaguza jeneza. Maanake ni kwamba aliruhusiwa kuguza jeneza. Naambia watu wa Kitambaa ya kwamba ndiyo kilio ikome, ni lazima uruhusu Yesu akaguze hali yako. Ni lazima ukaruhusu Yesu akaguze hali yako, maana akiguza hali yako atakubadilisha. Akiguza hali yako atakubadilisha. Walikuwa wengi, lakini katika wingi wao Yesu akaongea na mmoja, akasema usilie. Sababu ya Yohana kulia kwenye kitabu cha Ufunuo ilikuwa ni maandishi iliyoandikwa na kuwekwa muhuri. Leo hii kuna maboma yana maandishi yaliyoandikwa na kutiwa muhuri. Na wacha nikwambie mpendwa, barua yenye imetiwa muhuri na rais iwezi kageuzwa na MCA. Kweli sio kweli? Nasema ya kwamba chief akiandika barua na kusema kutoka leo hivi ndivyo itakuwa inaendanga, alafu MP wakiwa kwenye bunge wapitishe sheria na rais aweke muhuri kwenye hiyo maandishi, itabatilisha ile chief aliandika ama MCA aliandika. Manake ni kwamba muhuri inaonyesha mamlaka, muhuri unaonyesha mamlaka, na shetani pia ako na mamlaka yake. Na ndiyo maana kuna mambo imeamuliwa na shetani ikaendelee katika maboma, na inaendelea watu wapende wasipende, kwa sababu hawana mtu ambaye ni Yesu ndani mwao ya kuwawezesha kubatilisha amri yake shetani. Kuna maboma shetani aliandika ya kwamba wasichana watakuwa wazore, lakini hawatapata wa kuwaoa. Watapata vijana wa kutembea tembea na wao tu, lakini hakuna wa kuwaoa. Wana bidii ndio, ni warembo ndio, wako na heshima ndio, wao ni watu ambao ni wife material kulingana na watu wanaowaona. Lakini shetani akaweka maandishi akasema katika boma hakuna kuolewa. Ukitaka kujua jambo iliyoandikwa kwenye boma, utaona iko na pattern, yani utaiona kwa watu walio mbele yako. Ilifanyika kwa nyanya yako, akatembea akakufa kama ana mume. Ikafanyika kwa mama yako, akatembea akakufa kama ana mume. Na wewe ni msichana wa 5, umeona dadako wa kwanza ametembea ameshaachana sahihi na wanaume 3, ako kwa 4, na hapo nataka kutoka, na akitoka na kupigia simu anakwambia mimi naona nikitoka na sitaolewa tena, ama anaelekea kukufa bila mume. Oh my God. Ukiona jambo inafanyika kwenye boma ikijirudia, ujue ya kwamba ni amri, ni maandishi iliyo na muhuri, na aliyetia muhuri aweze kuondoa mikono pasipo kupata president mwenye anaweza muhuri ingine ya kubatilisha aliyoandika. Amen. Kuna maboma waliandika ya kwamba hawawezi inuka kifedha. Hata wewe ukijiangalia, umekuwa hapa Ruiru miaka 20, lakini ukiangalia hakuna cha kuonyesha ya kwamba unafanya kazi.
umeng'ang'ana, ndiyo mshahara uko nayo, tena ni mshahara mzuri. Last year mwezi wa 11 ndugu akakuja kwangu pale kanisani na akasema kwamba mimi sijakuwa vibaya sana hivyo, lakini kutoka mwezi wa kwanza nilipeleka mahali kwa mke wangu, kutoka nikajenga nyumba pale kwetu na nikatoka, na tokea pale napata mshahara leo, kesho sina pesa, sijui nini kimefanyika, lakini nahisi kwamba sio kawaida. Akasema ndio maana nimeamua kuja tuweze kuongea na tuombe pamoja. Nikamueleza umeokoka? Akasema niliokoka. Nikamfurahi, nikasema rudi kwa Yesu saa hii, alafu Mungu awe security yako. Tukaongea kwa muda mchache, tukaomba, kisha amba akaondoka. Baada ya miezi mitatu yeye mwenyewe akakuja akasema, Pastor, namshukuru Mungu, hali yangu imebadilika. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kuna maandishi maovu wapendwa, wache mambo hayafanyiki tu. I wish mngenielewa wapendwa. Mambo hayafanyiki tu. Kuna mambo yanafanyika ni kwa sababu kuna ufalme unaisukuma ifanyike. Wewe unafikiria ya kwamba ni mambo ya kawaida. Hapana, sio kawaida. Kuna jambo inayosukuma ifanyike, na usipogundua hilo jambo na ukimilia aliye mkuu kuliko yule aliyeisukuma, hali hiyo haiwezi kubadilika. Yes. Haiwezi badilika. Amen. Kuna mambo yaliandikwa kwa maboma. Wapendwa wote nikuambie, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Miaka 2 imepita sasa. Siku moja natembea kwenye gari naelekea Nairobi, na naona simu geni kwa simu yangu. Nasema kwamba niko na, hapana, sio simu geni, simu ya mshirika mmoja wetu. Simu geni ilikuja baada ya hiyo simu yake. Akasema kwamba kuna rafiki yangu ako na kazini yake ako Kenyatta University, ako mwaka wa 4 anaenda kugraduate, lakini imebaki mwezi mmoja afanye graduation. Wapendwa, kuna mambo yaliandikwa, kama sio Mungu hakuna mganga wa kusaidia, hakuna mchawi wa kusaidia. Akasema kwamba amebaki mwezi mmoja afanye mtihani ya 4th year, graduate Kenyatta University, lakini sikiliza, ameshikwa na wazimu. Amefungiwa kwa nyumba, anataka kwenda kuchukua zile maganda ya ndizi. Nywele yake anavuta, anachukua na anang'oa na sikii chungu. Akasema ameombewa lakini hawajapata jawabu. Akasema, Pastor, kuja utusaidie. Kaambia, sio mimi nakuja kwa jina la Yesu. Nikatoka, nilikuwa naenda Kileleshwa, nikavuka pande ile nyingine, nikarudi huku, nikapanda gari. Wakati huo sikuwa nimebarikiwa na gari. Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Nikasimama pale, mwenye alikuwa anakuja akapiga simu. Sasa hiyo ndio simu gani. Akasema kama nimesikia unakuja, simama pale, usipande gari, nakuja kukuchukua. Akanichukua tukana mpaka Kenyatta University. Tulipofika pale university, walikuwa kwa floor ya 4. Haleluya. Amen. Utukufu kwa Yesu. Amen. Ushuhuda huu niliambiwa baadaye ya kwamba tulipokanyagisha miguu yetu kwa floor ya kwanza, ground floor hivi, akiwa Joe, huyo msichana alikuwa amelala kidogo, lakini tulipokanyagisha miguu yetu chini floor ya kwanza, akatamka kule juu ya kwamba kuna mtu anakuja hapa. Sio mimi, ni Yesu. Haleluya. Alisikia harufu ya Yesu. Tukaingia pale, nikasikia huruma ndani ya moyo wangu ya kwamba mzazi amelipa karo kutoka nursery mpaka 4th year university. Imebaki mwezi mmoja mtana graduate. Na hapo walioandika haleluya. Kuna watu watangojea ulime, upande, upalilie, uanze kujitayarisha kuenda kuvuna, waseme hautavuna. Lakini leo
tumekuja kutangaza sentence ya kwamba wale watakao kubali Yesu aguze hali yao, haleluya, amen, yatabadilika. Amen. Ndiyo, yatabadilika kwa neema yake Mungu. Nikawekelea msichana mkono, kaanza kugaagaa, roho zikaanza kuongea ndani mwake. Roho iliyoongea ndani ya msichana akasema ni nyanya aliyekufa, na aliapa ya kwanza hakuna wa kusoma kwao. Wacha nikwambie, kuna watu wanapanda mbegu maovu kwa maneno yao. Ukumbuke kitabu cha Mathayo sura ya 13, maandiko yanasema kama alipokuwa akiongea kuhusu the parable of tares, akasema mbegu mzuri ni watoto wa ufalme, lakini mbegu mbaya ile ya tares ni watoto wa uovu. Kuna watu wanaweza pandwa kwenye boma kama mbegu mbaya, wao hawakufi lakini wanaangamiza, hawakufi lakini wanaangamiza. Kuna nyanya ako pale ametoka meno aweze kula nyama, lakini amebaki kuangalia na kutupa mate ya laana na kusema wewe hautaendelea, na hakika hautaendelea. Wacha nikushangaze, wakati mwingine nikitoa mapepo na wapatianga nafasi waongee. Huyo nilimuuliza ametoka wapi, akaniambia na akasema hivi ya kwamba nani mimi. Ayayayaya, oh haleluya, gloria mosa, glory. Na akasema hata ni mimi ndio nilitoa ndugu yake pia akiwa university akawa mwendazimu. Nikashangaa, kabla sijauliza hiyo nikamwambia, lakini leo toka hapa na usirudi tena. Amen. Na msichana huyo, maana Yesu amemkujia atasoma. Amen. Akapiga mayowe pepo na akatoka. Amen. Msichana akakuja kwenye mawazo yake, kaanza kujiuliza kwani niko wapi? Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kitambaa, Bwana asifiwe. Amen. Ni Yesu amewatembelea. Najua watu wananisikiliza wakiwa kwenye manyumba yao. Yesu ndiye amewatembelea na atakomboa mmoja wa wale wanaonisikia. Nikamwacha mtani, alikuwa ni Rozana. Niko na namba yake na namba ya anko yake Rozana. Nikamwambia sasa, kwa jina lake Yesu uko sawa. Tukaondoka tukakuja Ruiru. Kesho, maana nilichukua namba yake nikampigia. Kesho yake around saa 4 ya asubuhi nikasema Bwana asifiwe. Nikasikia kwa simu yangu amen, aliyekuwa mwenda azimu. Nikamuuliza umeamkaje? Akaniambia pasa, nimeamka mzuri, niko class. Ai! Haleluya! Amen. Rozan alisoma na akagraduate Kenyatta University. Leo hii anko yake alinipigia, wanamuundia visa, anaenda ng'ambo. Haleluya! Pigia Yesu makofi kwa jina la Yesu Kristo. Nilipowauliza akisharudi kwenye mawazo, akasema ni kweli ndugu yake mkubwa alitoka university akibakia mwezi mmoja graduate na akaangukiwa na wazimu. Manake ni kwamba hiyo ni maandishi imeandikwa kwenye boma ya kwamba hakuna wa kupita kiango hii, lakini ashukuriwe Mungu, hayo muhuri sio mganga anaweza kuyatoa. Ni mtu mmoja, jina lake nitalihubiri kwa muda mchache tu, tuweze kuombea wapendwa hawa na katika mji hii kwa jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Siku moja Yesu akapita Yerusalemu, akalia kwa sauti, akasema ya kwamba
laiti mungalijua kitakachowaleteni amani, lakini imesitiriwa kwenu. Yani leo amani imekuja kitambaa, lakini wengi wamesitiriwa, hawaoni. Naomba Mungu awafungulie macho waweze kuona ya kwamba amani imetembea na miguu na ikafika kitambaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mjui kuna maboma iliandikwa ya kwamba vijana hawatawahi jenga kwao. Kuna kitu iliwatoa nyumbani. Yule mjane wa Naini, kijana wake alitolewa akiwa amekufa, lakini kuna watu roho iliwatoa na kuwasema kuambia hapa hamkai. Wakatoka maboma. Sahii wana miaka 7, 6, 8 hawajaenda nyumbani. Ukiwaambia waende nyumbani ni kama umeleta vita, hawataki kwenda nyumbani. Mzee alizaa vijana 7, lakini hakuna hata simba moja kwa boma. Maana shetani likataa. Aliyebahatika kujenga ni nyumba moja, lakini imekaa hivi inaenda kuanguka. Maana alijenga na katoka akasema sitarudi. Lakini leo tunaye moto anaweza kukurudisha nyumbani. Amen. Ndio. Haujasoma ya kwamba Yesu aliuliwa nje ya boma yaweze kukutana watu ambao walitupwa nje. Aliuliwa nje ya Yerusalemu ili wale waliotupwa nje na mateso na aibu waweze kupatikana pale nje na waregeshwe nyumbani. Leo hii Yesu wangu anaweza kukuregesha nyumbani. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mambo haya nimalizie hivi. Mambo haya ndiyo Yohana aliona akiwa pale kisiwa cha Patmo. Ndiko lasema akaona aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Kuna kitabu imeandikwa nje na ndani na katiwa muhuri. Hakuna wa kufungua wala kuangalia ndani. Hiyo hata uende kwa mchawi na mganga. Wacha niwaambie kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Nitambaa, Bwana asifiwe. Amen. Ushaona kuna wale wanasema ni waonaji, kuona wanaweza kuona lakini hawawezi kufanya chochote. Wanaweza ona sanduku ikuja kwako, sema naona jeneza likuja, lakini hawezi kufanya hiyo jeneza isifike. Sikiliza hii. Yohana akaona mateso ya mwanadamu. Vile maboma zina maandishi na zina mihuri na hakuna wa kufungua wala kuangalia ndani. Andiko inasema, akasema nani anastahili kufungua haya? Mbingu ilinyamaza, dunia ikanyamaza, kuzimu ikanyamaza. Akalia kwa machozi mengi. Bwana Yesu asifiwe. Akalia kwa machozi mengi. Maana kukupatikana mtu juu mbinguni, hapa duniani. Nataka mlisikilize. Na hata kuzimu. Na wakati huo, nataka uelewe. Wakati huo, nisikilize vizuri. Wakati huo kulikuwa na waganga duniani. Tunaelewana? Kulikuwa na waganga duniani. Kulikuwa na wachawi duniani. Kulikuwa na watu wako na mazingaombwe duniani. Na kulikuwa na mpaka wale wanaingia kuzimu. Wote walikuwa. Lakini wote walinyamaza. Yohana akasema kama kuna mtu akusaidia mwanadamu, basi hakuna tumaini, wacha nilie. Akalia kwa sauti kubwa. Nilikwambia aina ya pili ya kilio ni ile kilio ya kusema kwamba hakuna tumaini katika maisha. Na katika hiyo hali, haleluya, katika hiyo hali
Mzee mmoja akasimama akasema, Yohana usilie. Akasema, mama usilie. Akasema, kijana usilie. Akasema, mzee usilie, maana kuna simba wa kabila wa Yuda, yeye peke yake ana mamlaka ya kubatilisha maandiko yaliyoandikwa kinyume nanyi. Amen. Ni yetu, ni yetu. Naomba tusimame kwenye viti vyetu.